Katika jamii nyingi duniani, ndoa hueleweka kama muunganiko wa mwanaume na mwanamke. Lakini katika baadhi ya jamii za Kiafrika, hasa miongoni mwa Wakuria, kulikuwepo mila ya kipekee na ya kuvutia sana. Mwanamke mtu mzima kuoa binti mdogo. Na cha kushangaza zaidi, watoto wanaozaliwa na binti huyo hawahesabiki kuwa wa mwanaume aliyemzalisha, bali ni wa yule mwanamke aliyemuoa. Mila hii inajulikana kama nyumba mtobu. Habari, karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuleta makala kuhusu mila ya kushangaza kutoka kabila la Wakuri nchini Tanzania, maarufu nyumba mtobu. Nyumba mtobu ni nini? Hii ni mila ambayo ipo kwenye kabila la Wakuria mkoani Mara, Tanzania. Inakuwa hivi: mwanamke mtu mzima mara nyingi huwa ni wajane au mwanamke ambaye hakubahatika kuwapata watoto, lakini ana mji wake, anaamua kwenda kwenye mji mwingine, anamchukua binti wa rika la kuolewa, anamtolea mahari na taratibu zote za ndoa ya kimila hufanyika. Kisha anamchukua binti huyu kwenda kuishi naye. Hapa si kwa lengo la ndoa ya jinsia moja, hapana. Binti huyu ataishi na kuhudumiwa na mwanamke huyu na kumsaidia kufanya kazi mbalimbali. Pia binti anaruhusiwa kulala na mwanaume yoyote, lakini akipata ujauzito na watoto wanakuwa wa yule mama aliyemtolea mahari kama baba yao hao watoto, na mwanaume aliyemzalisha anakuwa hatambuliki kabisa na hana mamlaka na hao watoto. Sasa swali linaanza. Hii ilianzaje? Kwa nini ilikubalika? Na ilifanyikaje katika maisha halisi? Asili ya mila, jamii na umuhimu wa uzao. Ili kuelewa nyumba mtobu, lazima kwanza uelewe jambo moja muhimu katika jamii za jadi. Uzao ulikuwa kila kitu. Katika jamii ya Wakuria, kuwa na watoto ilikuwa ishara ya mafanikio. Ilikuwa njia ya kuendeleza ukoo. Ilikuwa usalama wa maisha ya uzeeni. Lakini vipi kama mwanamke hakupata mtoto? Au alisiwa na mume? Au hakuwahi kuolewa kabisa? Katika jamii hiyo, hali hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana. Na hapo ndipo suluhisho la kitamaduni lilipozaliwa. Mwanamke kuoa mwanamke. Katika mila ya nyumba mtobu, mwanamke mtu mzima, mara nyingi mjane au asiye na watoto, angeweza kumchagua binti mdogo, kumlipa mahari kama ilivyo kwa ndoa ya kawaida, na kumchukua kama mke. Hii haikuwa ndoa ya kimapenzi kama tunavyoielewa leo. Ilikuwa ndoa ya kijamii na kiuchumi. Lengo kuu lilikuwa kupata watoto watakaoendeleza jina na ukoo wa yule mwanamke mkubwa. Jinsi ya upatikanaji wa watoto. Baada ya ndoa hiyo kufanyika, binti huyo angekuwa na jukumu la kuzaa watoto. Lakini hapa ndipo mila inakuwa ya kipekee zaidi. Mwanamume angechaguliwa kwa makubaliano au siri kumzalisha binti huyo. Lakini mwanaume huyo hakuwa mume rasmi, hakuwa na haki juu ya watoto. Watoto wote waliozaliwa walihesabika kuwa wa yule mwanamke aliyemuoa binti. Hivyo mwanamke mkubwa, baba wa familia; binti mama wa watoto; mwanaume mzalishaji tu, bila haki ya familia. Sababu za kuwepo kwa mila hii. Mila ya nyumba mtobu haikuwepo bila sababu. Ilikuwa na msingi wa kijamii na kiuchumi. Moja, kuendeleza ukoo. Bila watoto, jina la ukoo lingeweza kupotea. Mila hii ilihakikisha ukoo unaendelea. Doa, kulinda mali na urithi. Katika jamii za jadi, mali ilikuwa inarithiwa na watoto. Bila watoto, mali ingeenda kwa ndugu wengine. Hivyo mwanamke alitafuta mrithi kupitia njia hii. Tasingu, heshima ya kijamii. Mwanamke asiye na mtoto alionekana kuwa na nafasi ndogo katika jamii. Kupata watoto kulirejesha heshima yake. Usalama wa uzeeni. Watoto walikuwa kama bima ya maisha. Walikuwa msaada wa kazi na uangalizi wa wazee. Je,
Hii ni ndoa ya mapenzi. Ni muhimu kuelewa jambo moja. Mila hii haikuwa kuhusu mahusiano ya kimapenzi kati ya wanawake. Haikuwa sawa na dhana ya kisasa ya mahusiano ya jinsia moja. Ilikuwa mfumo wa kijamii wa kuhakikisha uzao na urithi. Je, kwa sasa hali ipoje hasa? Leo hii, mila ya nyumba ntobu bado ipo kwa baadhi ya maeneo, lakini imeathiriwa na elimu, imebadilika kutokana na sheria za kisasa. Watu wengi hawafuati tena kama zamani, lakini bado ni sehemu muhimu ya historia na utambulisho wa jamii ya Wakuria. Katika dunia ya leo, wengine wanaiona kama mila ya kipekee na ya kihistoria. Wengine wanaikosoa kwa mtazamo wa haki za binadamu. Lakini ukweli ni huu. Iliundwa kama suluhisho la matatizo ya jamii ya wakati huo. Hekima ya jamii za kale. Mila ya nyumba ntobu inaonyesha kitu muhimu sana. Jamii za kale zilikuwa na njia zao za kutatua changamoto za maisha. Hata kama zinaonekana za ajabu leo, zilikuwa na maana kubwa katika mazingira yao. Ni hadithi ya ukoo, uhai, urithi na mapambano ya kuhakikisha jina linaendelea kuishi. Je, wewe umeionaje mila hii? Ina manufaa yoyote kwa dunia ya sasa?